Okay, mpendwa mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye studio ni Bishop Paul Elasia ambaye kuletea kipindi cha Lipo Tumaini au Tumaini Lipo. Najua kwamba Mungu ni mwema, ametupa nafasi nyingine nzuri ya kukutana tena Jumatano njema kama hii au siku njema kama hii. Kwa hivyo mpendwa, nataka tuniweze kuwashukuru wale wote ambao wameweza kuandamana pamoja nami kwa hiki kipindi. Kunipigia simu au kuandika ujumbe wako mfupi umekuwa wa baraka kwangu. Kwa hivyo sina budi kusema ya kwamba Bwana akubariki na akutende mambo mazuri. Na zaidi ya yote ukaendelea kufuatilia kipindi na hata kuandika jumbe zako na kunipigia simu. Mwisho wa kipindi nitakupa nambari yangu ya simu. Kama vile nimesema, naitwa Bishop Elasia ambaye ninahudumu na kanisa inaitwa Shiloh United Church of Christ, mahali panaitwa Cheramei au Jua Kali. Na nakukaribisha kwa kipindi hiki cha Lipo Tumaini. Niruhusu niweze kuomba, baadaye tuweze kuendelea. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu ambaye ako tayari kuungana pamoja nami. Ni kwa sababu ya neno lako. Namuombea huyo mpendwa ambaye amewacha shughuli zake zote na akaona ni vyema aweze kupata nafasi ya kuwa kwa ibada hii ya kipindi hiki cha Tumaini Lipo. Na Baba, ninajua ya kwamba pasipokuwa na shaka kuna jambo umemwandalia mpendwa wangu ambaye ananitazama, ili akaweza kubarikiwa kwa njia moja au nyingine, ukaweza kumtenda mambo mazuri. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi ninaomba. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, juma lililopita tuliweza kujifunza mambo kuhusu dada wetu Ana ambaye aliishi katika tumaini ya kwamba siku moja Mungu ataweza kumjalia na akambariki na watoto au mtoto. Kwa hivyo kipindi hiki cha Tumaini Liko ni cha kukuweka tumaini ya kwamba unaweza kuwa unapitia mambo magumu na ukaona kana kwamba huo ndio mwisho wa hayo mambo. Lakini ukiwa na tumaini, hiyo sio mwisho wa kila jambo. Tumaini humfanya mtu akafikiria jambo ambalo hakujua litatendeka likatendeka. Kwa hivyo kuwa na tumaini ya kwamba kupitia kipindi hiki yale unaenda kuyasikiza Mungu atayatimiza. Zaidi ya penye umefika, kuna mambo mengine mapya, mambo mazuri, mambo ya baraka ambayo Mungu anaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Ni kama vile maandiko yanavyosema kwenye kitabu cha Yeremia 33:3, inasema ya kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Unaona, wakati tunapomuita Mungu, Mungu anafanya mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Yale tuliona kwamba kana kwamba hayawezi kutendeka, yakatendeka. Hivyo siku ya leo tunasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Ruthu 1, yani mlango wa kwanza kuanzia pale 1. Inasema hivi: ikawa zamani za waamuzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi, akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Mstari wa 2 unasema, na jina la mtu huyu aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, Waefrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko. Mstari wa 3 unasema ya kwamba akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Mstari wa 4 unasema nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa na jina la wapili Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Bwana asifiwe sana. Mstari wake wa 5 inasema wakafa Maloni na Kilioni wote wawili, na huyu mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa mpendwa mtazamaji wangu kunena nawe juu ya huyu mpendwa ambaye anaitwa Elimeleki, ambaye baada ya kuwa na njaa katika Bethlehemu ya Yuda aliamua kutafuta mahali wanaweza kupata chakula,
na kwa hivyo kukaonekana ya kwamba chakula kinapatikana kule Moabu. Hivyo akachukua mke wake na watoto wake wawili, wakaamua kwenda Moabu. Biblia inasema ya kwamba na walipoenda Moabu, walipofika katika nchi ile, kwa bahati mbaya yule mwanaume jina lake aliyekuwa anaitwa Elimeleki akafa. Hivyo Naomi akabaki yeye na watoto wake wawili. Biblia inaendelea kusema ya kwamba wakiwa kule, wale vijana wake Maloni na Kilioni wakaoa wasichana kutoka katika wa Moabu, na wale wasichana walikuwa ni Ruthu pamoja na Orpa. Tena walipokuwa wanaendelea na maisha, Biblia inasema ya kwamba wale vijana wawili Maloni na Kilioni pia wakafa. Mpendwa mtazamaji wangu, haya ni mambo yalimpata mama huyu ambaye anaitwa Naomi. Kati ingine mambo yanaweza kukupata katika maisha, na ninaona majaribu yanampata huyu mama. Yeye alikuwa anajua kwamba anapoenda kule Moabu maisha yanaenda kuwa mazuri, lakini hayakuwa mazuri vile alivyotarajia. Jambo la kwanza, alikuwa anatorokea njaa ya kule Bethlehemu ya Yuda. Hivyo wakaamua kwenda kule Moabu. Na kule Moabu tunaonyeshwa ya kwamba walipofika Moabu, licha pengine chakula kilipatikana, lakini mume wake akafa. Baadaye watoto wao hawa wawili pia wakafa. Yule mama akabaki sasa na wale wasichana wawili wake wa wale vijana wake. So maisha yakawa sasa, hata kama ni njaa, yalikuwa yanaendelea kuwa magumu mwaka baada ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba yule mama kule Moabu alikaa miaka 10. Hiyo miaka 10 haikuwa rahisi kwa Naomi. Maisha yalikuwa ni magumu, maisha yakawa ni mazito, na akawa ni mama anapitia mambo machungu na mazito. Na nena nawe katika jina la Yesu Kristo, huenda kuna mtu ambaye nena naye na unapitia mambo magumu. Sijui ni miaka mingapi umeyapitia mambo yale, na siwezi kuelewa ni jambo lipi hilo ambalo unalipitia, ambalo unahisi ya kwamba katika miaka umekuwa ukitoka jaribu moja hadi nyingine. Pengine ni jaribu ya magonjwa imekusumbua miaka mingi. Jaribu la familia yako pengine limekuwa la miaka mingi. Jaribu la kazi, kikazi penye unafanya, huenda imekuwa ni miaka mingi. Pengine kuna mambo ya familia yenu mnapitia na imechukua miaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nena nawe na unisikize vizuri sana, mpendwa mtazamaji wangu. Biblia inaonyesha ya kwamba huyu mama alipokuwa anapitia yale mambo miaka 10, yalikuwa ni mazito na magumu. Hivyo akiwa anapitia yale mambo, ilifika wakati mume wake amekufa, watoto wamekufa, akawa amebaki na wale wasichana wawili. Na akaweza kuongea pamoja na hawa, kuwahimiza au kuwaeleza vile haiwezekani sasa tena hawa kuendelea kuishi pamoja. Kwa sababu gani? Maana wale vijana wake wameanga, na hawa ndio walikuwa waume wa hawa wasichana. Hivyo akaona ya kwamba ni vizuri aweze kuwashauri waweze kujiendelesha na maisha mengine. Kwa hivyo walipokuwa wamekaa, Naomi akaamua kuambia wale wasichana ya kwamba ni vizuri waweze kumuondokea. Ukisoma utasikia ni vizuri waweze kumuondokea ili waweze kwenda kujitafutia maisha. Maana alikuwa ni mama ambaye amezeeka, hangezaa tena watoto. Hata kama angezaa, hawangeweza kuja kukua mpaka ukaweza kuoa hawa wasichana. Hivyo akawapa ruhusa, akawaambia sasa imetimia wakati, mnaweza kuondoka, kila mtu akajitafutie. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inanionyesha hapa ya kwamba ukisoma mstari wa 6 inasema, ndipo walipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka katika nchi ya Moabu. Maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajia watu wake na kuwapa chakula.
Basi akatoka pale. Alipotoka na wakweze wawili pamoja naye, wakashika njia ya kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakweze, nataka usikie mahali pale, nendeni sasa mkarejee kila mtu mmoja nyumbani mwa mamaye. Bwana awatendee mema ninyi kwa ninyi mlivyo watendea mema hao waliofariki, na mimi pia. Anawapa ruhusa ya kuweza kwenda, kwa sababu anaona ya kwamba hawezi kuendelea kuishi na hawa. Mstari wa 9 unasema, Bwana awajalie kuona raha kila moja nyumbani mwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia. Hawa ni wale wa wasichana au wale wake wa vijana wake wakati walikuwa wanaagana. So maandiko yanasema kwamba kwa sababu ya ile hali ya kuagana na tabu nyingi na mashaka na shida walizozipitia, ilikuwa kuna kilio cha kuachana. Kati mwingine mnaweza pitia mambo magumu mpaka unasema kwamba wacha tuachane, kila mtu aende nje, kwa sababu unaona hakuna kitu mnaweza kuwa mnafanya, hakuna mafanikio, hakuna maendeleo mnaoyafanya. Unajua hata kuna familia ina hizo, mtu anakaa anaona kwamba niliolewa kwa hii boma, na sasa huyu mume wangu hata kama ninakaa na yeye hakuna kitu tunafanya, hakuna maendeleo. Yaani maisha yamekuwa ni magumu kiwango cha kuweza kumwambia sasa mume wako ya kwamba mimi ninaona siwezi kuvumilia kukaa kwa boma aina hii, hakuna kitu tunafanya, maendeleo, pengine shida na matatizo yamekuwa ni mengi. Tumeona ndoa kama hizo, wakati mwingine mtu anakaa, pengine hata sio kifo, unakuta ya kwamba kwa sababu ya matatizo na shida zenye unapitia, unaamua hata heri kuachana na mume wako, kuachana na mke wako kwa sababu ya matatizo ulio nayo. Hawa walifika mahali wakaona kwamba waachane, kila mtu ajaribu njia zake. Biblia inasema kwamba mstari wa 10, wakamwambia la sivyo, lakini tunarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kufuatana na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wawe waume zenyu? Enyi wanangu, mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume. Je, msingesubiri hata watakapokuwa wazima? Msingezuia msiwe na waume? La sivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenyu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Huyu ni mama alikuwa anaona ya kwamba ni kana kwamba sasa hata Mungu, mkono wa Bwana hauko juu yake. Unajua kuna wakati unapitia mambo magumu kiwango ya kuona ya kwamba ni kana kwamba Mungu alikusahau. Mungu hayuko pamoja na wewe. Mungu haoni yale mambo unayoyapitia. Na nena na wewe mtazamaji wangu, wewe ambao umefika mahali ukakata tamaa, pengine umepiga magoti, umeomba kwa muda mrefu na unaweza kushikwa na machungu. Maana hata maandiko yanasema kwamba jina la Naomi alisema kwamba mniite Mara, msiniite Naomi tena, maana alikuwa amepitia machungu mengi. Pengine na wewe, jinsi ninavyonena pamoja na wewe, there is something that you are undergoing and you feel for sure even you don't deserve to live. Kuna watu hata wanasema niwache nikae mimi mwenyewe, wachaneni na mimi kwa sababu ya mambo fulani ambayo unayapitia. Nataka nikuambie hivi, unaweza kujipata ulimwengu wako wa kipekee, familia yenu imekutenga, watu uliowasaidia hawaoni maana yako. Kuna wakati unapitia mambo magumu, unajipata ulimwengu wako kivyako. Uko tu ulimwengu wako ya kwamba unaona ya kwamba ni wewe umebaki peke yako. Huyu mama alifika mahali pale, na unaposoma unaona ya kwamba baada ya hiyo walipolia, maandiko yanasema kwamba wakapaza sauti zao wakalia tena. Na Orpa akambusu mkwewe, lakini Ruthu akaambatana naye. So kati ya wale wasichana wawili au wake wa vijana wake wawili, kulikuwa na Orpa na Ruthu. Na maandiko yananionyesha kwamba Orpa aliona hawezi kuendelea na maisha ina haya. Hivi akaamua na akasema, akambusu mama yake mko na akamwambia tuonane. Akaamua kuondoka kwenda. Aliona hapa hakuna matumaini tena, ikiwa huyu mama mume wake amekufa. Vijana wake waliotuoa sisi wamekufa.
tunaambatana na huyu mama tukienda wapi na yeye. Hivyo yule kijana, yule msichana ambao anaitwa Orpa akaamua kujitoa, yani kuondoka na kwenda. Ni mara ngapi mpendwa umefika mahali unaona kana kwamba ukiangalia jambo hauna matumaini tena, hakuna kuendelea, na kuna vitu fulani kwa sababu ya kuhangaika na kuteseka, ni mara nyingi umejitoa, unakosa kuwa na matumaini. Kumbuka kipindi hiki ni ya kwamba tumaini lipo. Jina la Bwana litukuzwe. Tumaini lipo. Hata kama mambo ni magumu, hata kama mambo yamekuwa ni mazito. Mwimbaji mmoja amesema, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda. Hata kama inaonekana ya kwamba haitendeki kwa wakati wako, wakati wa Mungu unaenda kufika na ukaona baraka za Mungu. Hivyo maandiko yananionyesha kwamba yule dada Orpa akaamua akaenda. Lakini kuna jambo ambalo nataka uweze kulishika siku ya leo ninapoongea na wewe kwenye kipindi hiki. Kuna dada anaitwa Ruthu ambaye alikuwa ameamua kuoleka kwa ile boma. Hata kama mambo yalikuwa ni magumu, yule dada hakuamua kumuacha mama yake mkwe. Huenda alitazama akasema ya kwamba ndio tulikuja kwa boma hii. Unajua wakati mtu anapooleka huwa anaambiwa hivi, penye umetoka sasa huko sio kwenyu, na penye umeoleka ndio kwenyu, na huyu mama mkwe wako ndiye atakaye kuwa mama yako. Hivyo huenda Ruth, na ninaona hili jambo likinisaidia, aliona sasa huyu ndiye mama yake amebaki naye, anaenda amuachie nani? Orpa alisikia kujitoa na kwenda. Kuna wakati mwingine kuna watu wajali, ikifika mahali anasema huko kwingine mimi sitaki kujua. Lakini Ruth akawa na jambo la kujua ya kusema ya kwamba licha mume wangu amekufa na mimi nilioleka katika boma hii, si sitaachana na huyu mama, nitakaa pamoja na yeye. Yeye ni mjane, mimi nimekuwa mjane katika ujana wangu, lakini nina matumaini ya kwamba nitakaa na huyu mama. Sikiza mambo haya ya ajabu sana. Maandiko sema kwamba yule Ruth akaambatana pamoja na yule mama. Na ukisoma maandiko yanatuambia kwamba Ruth alimwambia yule mama mambo ya ajabu. Na haya mambo ndio nataka uweze kuyasikia, yaliyompea yule mama matumaini hata kama mume wake alikuwa ameaga, watoto wake wameaga. Ruth alimpa yule mama mkwe matumaini. Akamwambia, sikiliza, watu wako watakuwa watu wangu. Amen. Nataka nisome jambo hilo. Na utasikia jambo la ajabu sana. Inasema inasema kuwa hivyo wakaendelea wote wawili walipofika Bethlehemu, na ikawa walipofika Bethlehemu, mji kidogo nimekimbia mbele kidogo. Mstari wa 17 inasema, utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana aitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe na mimi. Ukirudi mstari wake wa 16 ndio unasema vizuri sana. Naye Ruth akasema, usinisihi nikuache, nirejee nisifuatane na wewe, maana wewe uendako. Sikiliza mpendwa mtazamaji wangu, maana wewe uendako nitakwenda na wewe, ukaapo nitakaa, watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kuna watu wapendwa, wakati mambo yamekuwa ni magumu, huinua mikono, wanawachia watu wengine shida. Wanaona shida yako kufa na shida yako, matatizo yako kufa nayo. Kuna watu furahia sana kuona kama mambo imetendeka, ya kwamba si watu wa kustahimili kusimama na mtu wakati amepatikana na shida au na janga lolote. Wengine hata usherekea, wengine ni wanaeneza maneno, wengine ni wanapiga vita, wengine wanakupaka matope, wengine wanaongea mambo ya ajabu. Lakini huyu msichana wa ajabu sana anaitwa Ruth. Yeye alimwambia huyu mama maneno mazuri yaliyokuwa na tumaini. Na akamwambia, mama, sitakuacha. Hata kama mambo yametendeka, sitakuacha. Wewe umewacha mambo mangapi mpendwa? Ulikuwa na rafiki, alipopata shida ulimuacha. Alipopata matatizo ulimuacha. Alipopata shida ulimuacha. Kwa sababu gani?
wewe haukuwa na matumaini, haukuwa na neno la kumpa matumaini. Mpendwa, kuna wakati mwingine mimi huambia watu ya kwamba hakuna mtu special. Mimi hutoka hapa wakati mwingine naenda kuona watu kule kwenye jela na kuwatazama na kuwatia moyo. Maana kuna watu hata katika lile jela ambao wako ndani, si ati ya kwamba walikosa makosa, lakini walijipata kwa shida ambao hata wengine hawajui hiyo shida ilitoka wapi. Walijaribu, pengine hata waliwekelewa mambo ambao hawajawahi fanya kwa maisha yao. So tunaenda kuwatia moyo na kuambia simameni katika Bwana. Jitieni moyo, mtatoka katika jela hii. Hata hospitalini unaenda kuona wagonjwa na kuwatia moyo, si kumcheka mtu. Hata kukutana naye tulimwambia au tulisema, enda ukamtia moyo wakati mtu anapopitia mambo magumu. Isikuwe ni wakati wako wa kicheko, ni wakati wako wa kufurahia. Huyu msichana Ruth ananitia moyo sana. Orpa ameondoka na ameenda. Aliona hapa hakuna mwelekeo, hakuna matumaini tena, na akaondoka akaenda. Lakini huyu msichana anaitwa Ruth akawa wa kumtia yule mama matumaini. Hata kama hautazaa mtoto wa kuja kunioa, mimi mama sikuachi. Jambo hilo linanitia moyo sana. Na akamwambia ya kwamba, anamwambia wewe utakapokaa ati utakapokwenda nitakwenda na wewe, na wewe ukaapo nitakaa na wewe. Imagine, watu wako watakuwa watu wangu. Na anasema na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Glory to the name of the Lord. Pendwa mtazamaji wangu, na nena na wewe siku hii ya leo, ambapo wakati mwingine mambo yanapokuwa magumu, wewe ni mwepesi wa kuinua mikono, wewe ni mwepesi wa kuachilia, wewe ni mwepesi wa kufa moyo. Kuna watu wengine hata ukienda upate mtu amekwasika au amerudi nyuma katika wokovu, badala ya kumtia tumaini la kusimama katika neno la Mungu, wewe ni wa kwanza kumwambia vile ulivyoamua hata umefanya vizuri. Wewe hata mimi ninataka kutoka, hata kama ni kanisa namwambia hata mimi niko njia nafanya nini. Hilo sio tumaini. Maana unaendelea kumharibu yule mtu. Haumsaidii kuwa na tumaini katika neno la Mungu. Haumsaidii kujenga wokovu wake. Haumsaidii kujenga maombi na matumaini katika wokovu. Wewe unakuwa ni wa kumvunja moyo, ni wa kumuongezea shida juu ya nyingine, ni wa kusema mambo ambayo hayastahili. Mpendwa mtazamaji wangu, na nena nawe kwenye kipindi hiki cha kwamba lipo tumaini. Ni vizuri kumtia mtu moyo wakati anapokuwa ako chini. It is good. Si kumvunja moyo na kusema nilikuambia, hata mimi nimeamua hivi na hivi. Unaenda kumfanya aweze kudidimia zaidi, aweze kukwasika zaidi, aweze kufa moyo zaidi. Ruth alimtia mama yake moyo, alimtia mama yake mkwe moyo. Akamwambia watu wako watakuwa watu wangu. Penye utakaa nitakaa na wewe. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Glory to the name of the Lord. Na hata nasema ya kwamba penye wewe utakufa na uzikwe, hata mimi nitazikwa hapo. Hallelujah. What a wonderful lady. Sijui kama tunaweza pata watu kama hawa. Na si Mungu atusaidie, mpendwa mtazamaji wangu, tukawa na moyo kama wa Ruth, aliyesimama na mama yake mkwe, aliyetoa mfano mzuri wa kumtia mama yake mkwe tumaini. Na baada ya hiyo ukisoma hadithi za Ruth utasikia mambo ya ajabu sana. Maana katika ukoo wa Yesu, ukisoma vizuri katika maandiko, umetokana na huyu dada wetu anaitwa Ruth. Hallelujah. Na hata hivyo, hata kabla hivyo, Mungu aliendelea kumbariki Ruth. Na mwisho hata kama alikuwa anaonekana ya kwamba hana mahali pa kukaa pa kuishi, maisha ya Ruth yalikuja yakabadilika. Maana hata kama ni kuoleka, alikuja kuoleka. Na tena akaoleka mahali panapofaa. Akaoleka na mtu ambaye alikuwa na msimamo, na mtu aliyekuwa na mali. Licha walipitia shida na matatizo mengi, lakini Ruth alikuwa wakubarikiwa. Pendwa mtazamaji wangu, nataka nikuambie hivi. Nataka tuige mfano wa Ruth. Dada wa ajabu sana. Licha katika ujana wake alikuwa bado ni msichana, lakini alisimama. Ni wajana wangapi wasichana wanaweza simama kama Ruth vile Ruth alisimama?
na kuwa mama wa kipekee, aliyekuwa mama wa matumaini. Ninakuomba mpendwa, kuwa dada wa kumtia mwenzako moyo, kuwa ndugu wa kumtia mwenzako moyo. Licha ya kupitia mambo magumu na mazito, usiwahi kuwa mtu wa kuvunja mwingine moyo au kuona kana kwamba mambo yamekuwa mazito unaachilia mtu kwa shida zake. Unakuwa wa kumcheka na kumharibia jina na kuongea vitu ambavyo havifai. Na kuombea jioni ya leo, au mpendwa mtazamaji wangu, ya kwamba na Mungu akusaidie anaponisaidia kwenye studio hii, ya kwamba tukawa watu wa kutiana moyo, kujua kuna matumaini yaliyo mbele zetu. Na matumaini ya Ruth hayakumwaibisha. Nimesema mtu anayeishi katika matumaini hawezi kuaibisha mtu hata kama ni miaka mingapi. Mungu hawezi kukuaibisha. Ninaona kuna mtu anasema hata nami nina matumaini. Nataka nikuombee, ni kitu gani unatarajia Mungu akufanyie? Uwe na matumaini na uone Mungu akikubariki na kukutoa hatua moja hadi nyingine. Mungu ni mwaminifu, hawezi akakuacha. Kama hakumwacha Naomi, hata kama alipitia mambo magumu na mazito, na akawa na mtu aliyesimama na yeye. Je, wewe umesimama na nani? Umesimama na nani kumtia moyo? Si uwe Ruth, si uwe na mtu ambaye unaweza kumtia moyo wakati anapopitia mambo magumu na mazito. Unakuwa mahali pale wa kumtia moyo na kumwambia Mungu anaweza. Mungu yuko karibu na wewe. Yeye ni kimbilio, yeye ni msaada wa karibu. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hawezi akabadilika. Niruhusu niweze kuomba pamoja nawe ili Mungu aweze kukubariki. Baba wetu na Mungu wetu, kupitia jina la Mwana Yesu Kristo, kwenye studio hii ninamuombea mtazamaji wangu ambaye amepitia mambo magumu na mazito. Wewe uliyemsaidia Naomi na Ruth na wakaweza kushinda majaribu waliopitia na magumu ya vifo na njaa na dhihaka. Jehova, ninaomba ukamsaidia mtazamaji wangu ambaye anapitia magonjwa, anapitia kudhihakiwa, kutengwa, kuachiliwa, shida na umaskini na mateso. Na achilia neema ya Bwana juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu na akutembelee wakati kama huu mgumu ambao umeshindwa ni mbele, nyuma au ni wapi. Wacha Bwana akaingilia kati, ukawa ndugu wa kumtia mwenzako moyo. Inuka na utembee, inuka na uweze kuendelea na safari, maana safari bado, na Mungu yuko wa kukusaidia. Mungu na kupigania mtumishi wa Bwana, Mungu na kupigania dada yangu, Mungu na kupigania ndugu yangu kwa yale unayoyapitia. Na achilia neema ya matumaini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ninaomba. Amen. Kwenye studio amekuwa mchungaji Bishop Paul Lasia, na ungependa kuongea pamoja nami, nambari zangu za kunipigia simu ziko kwenye runinga. Kanisa ni Shiloh United Church of Christ, pale mahali panaitwa Cheramei au Jua Kali. Na Mungu akubariki. Hadi kipindi kingine tutakapokutana, nasema Mungu akubariki na akutende mambo mazuri, nikisema shalom, shalom, shalom. Tumaini lipo.